Habari, leo tunakwenda kujifunza somo muhimu linalosema umuhimu wa kulala masaa zaidi ya 8 kwa siku. Watu wengi wanahisi kwamba kulala muda mrefu ni kupoteza muda, jambo ambalo si sawa kiafya. Unapopata muda mwingi wa kulala, unasaidia mwili wako kujenga upya, kuongeza afya ya mwili na kujikinga na kujilinda dhidi ya magonjwa mbalimbali. Leo tunakwenda kujifunza faida 5 muhimu na za msingi katika maisha yako utakazozipata utakapoanza ratiba ya kulala masaa 8 kwa siku. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ni mara yako kwanza kwenye channel hii, hakikisha una subscribe ili unapata maudhui yetu mara kwa mara. Faida ya kwanza kulala masaa 8, mwili unapata nafasi ya kujenga upya, yani repair and repair. Unapopata masaa zaidi ya 8 ya kulala, mwili huzalisha growth hormone ambazo husaidia kujenga upya, lakini pia viungo vya ndani na mifumo ya ndani, mfano misuli, mfumo wa figo, mfumo wa damu na mifumo ya ini kupata pumziko la asili. Faida ya pili, ubongo unatunza kumbukumbu mpya za mchana. Unapopata muda wa kutosha kulala zaidi ya masaa 8, ubongo unapanga taarifa ambazo umezipata kwa muda wa masaa yote ya mchana, hivyo kuongeza uwezo mkubwa wa kutunza kumbukumbu. Unapolala chini ya masaa 6, ubongo unakosa hii fursa ya kuzichakata taarifa ambazo umezipata mchana. Faida ya 3, kuimarisha kinga ya mwili. Unapopata fursa ya kulala zaidi ya masaa 8, mwili unapata fursa ya kuimarisha upya kinga ya mwili ambayo imetumika kwa masaa takriban 12 ya mchana. Hivyo, unapopata muda mchache kulala chini ya masaa 6, unakuwa uko hatarini kupata maambukizi ya mara kwa mara, mfano maambukizi ya mafua na kikohozi cha mara kwa mara. Lakini pia unakuwa hatarini kupata magonjwa yasiyoambukizwa. Faida ya 4, faida ya 4 ni kwamba unapunguza uzito na kupunguza hamu ya kula. Unapopata muda wa kulala mfupi chini ya masaa 6, mwili unazalisha homoni ya ghrelin ambayo huongeza hamu ya kula na kuzuia homoni ya leptin ambayo inapunguza njaa. Hivyo kumfanya mtu apate hamu ya kula na kuongeza uzito. Lakini ukipata muda mrefu wa kupumzika, yani wa kulala zaidi ya masaa 8, mwili kuzalisha homoni ya leptin ambayo huweza kupunguza njaa na kufanya usile muda mrefu, hivyo kufanya uweze kuwa na uzito sawa mwili. Faida ya 5 na ya mwisho, hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kutuliza kihisia. Unapopata muda wa kutosha kupumzika zaidi ya masaa 8, husaidia mwili kudhibiti kiwango cha hisia, kiwango cha hofu na kiwango cha huzuni. Lakini pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kwani unakuwa na muda mrefu kupanga mambo katika ubongo wako. Hivyo kusaidia kukupa uwezo mkubwa wa kutatua changamoto zinazokukabili na hivyo kupunguza msongo wa mawazo. Asante kwa kunisikiliza. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama umejifunza jambo lolote leo, niandikie kwenye comment section, na kama ungependa kujifunza jambo lingine, tuandikie kwenye comment section. Tukutane katika mada ijayo. Tafadhali subscribe, like na kushare video hii kwa marafiki. Nakutakia siku njema na Mungu